hakuna statement ambayo imebadilika pale. Bado mimi ukiniambia Young Africans ana nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali, bado nitabaki pale pale kwenye msimamo wangu. Bado simuoni Young Africans akifuzu hatua ya nini? Hatua ya robo finali. Yanga wana advantage sasa hivi ya kuvuka. Tofauti na anachokifikiria Mlanjize. Yes, ni kwa sababu bado mashindano yanaendelea. Bado kuna mechi mbele. Yanga labda apoteze mechi zote hizi. Umeelewa? Atakuwa amewaachia nafasi ya watu wengine wapenye. Lakini mpaka dakika hii Yanga kuingia hatua ya robo finali ni wao wachague kupambana. Lakini huyu tayari ameshapata alama 3. Ahli na mwenyewe akiwa anazo hizo 3. Maana kwenye next game chochote kikitokea win mfano ya Rabat tayari kama Young Africans mfano game ambao wanakuwa kucheza na Ahli ana lose, tayari umempa nafasi ya kupanda juu zaidi kikosi cha Rabat. Kwa mahesabu ya haraka Yanga ukiona sasa hivi ina pointi 4. Ndio. Ikishinda mchezo mmoja tu inakuwa na pointi 7. Na zaidi kutoka katika mzunguko wa kwanza kitaifa ni mechi za michuano ya kimataifa, mechi ambazo zimepigwa usiku wa kuamkia leo. Lakini kutoka nchini Algeria pale kulikuwa na mechi ya Young Africans ambao wenyewe walikuwa wameshuka dimbani kucheza dhidi ya JS Kabylie, mechi ambayo ilimalizika kwa Young Africans kumaliza kwa suluhu ya kuto kufungana. Ilikuwa ni mechi ya patashika nguo kuchanika, kulikuwa na heka za aina yake. Lakini baada ya mchezo huo kumalizika, alizungumza nahodha wa klabu ya Young Africans Dickson Job kuhusiana na mechi hiyo ambayo kwa kweli Watanzania hususan mashabiki wa klabu ya Young Africans hauambii kitu baada ya klabu yao sasa hivi kukamata nafasi ya pili kwenye msimamo wakiwa na jumla ya alama 4. Yanga Mizuka bila sana hivi. Unasema mechi ilikuwa ni ngumu sana, lakini tulikuja kupambana. Tunashukuru kile ambacho tumekionyesha kwenye uwanja, jasho ambalo tumemwaga kwenye uwanja ndio limeweza kutupa pointi 1. Kwa hiyo sisi kama wachezaji kwetu ni furaha, lakini tunachoamini mashabiki zetu nao wamefurahi, lakini pia tunawashukuru kwa support yao na maombi yao kuelekea katika mchezo huu. Kitu kikubwa sana. Kwa hiyo huu ndio mwanzo, tuendelee, bado nafasi ipo ya kuendelea kupambana. Kuna mechi nyingine ambazo zinakuja mbeleni, lazima tushirikiane, tupambane ili kuweza kufanya vizuri. Ilikuwa ni muhimu sana na nachoamini kama mchezo leo tungepoteza, hata ule mchezo ambao tumeshinda nyumbani ungekuwa una thamani. Lakini tunashukuru tumeshinda nyumbani, lakini tumekuja ugenini, tulitamani kupata 3 zote, lakini Mwenyezi Mungu ametuandikia moja. Kwa hiyo tunashukuru sana. I'm very sorry for my players. Amesikika Dickson Job juu ya mechi ambayo ilicheza dhidi ya kikosi cha JS Kabylie, mechi ya CAF Champions League, mechi ambayo ilipigwa ugenini nyumbani kwa timu ya JS Kabylie. Na kikosi cha Young Africans sasa kwenye msimamo wao wa kundi wana alama 4, nafasi ya pili. Lakini kikosi cha Ahli wenyewe ambao walimaliza pia kwa sare ya 1-1 kwenye mechi yao dhidi ya FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco, ndio ambao wako kileleni kwenye msimamo wa kundi lao. Lakini performance nzuri ya Young Africans ndio ambayo inawafanya mashabiki wa klabu hiyo kuanza kukumbushia zile risiti ambazo walikuwa wamezitunza mwanzo. Unajua watu walimwagika sana, maneno yalikuwa mengi sana. Nilikuwa napita nimekutana na post moja wadau tayari wameshamchapa Geoffrey Mlanjize, chambuzi la system. Kilichotabiriwa mwanzo kuwa ni kigumu kwa Young Africans sasa hivi kinaonekana ni chepesi kutokana na performance hususan ambayo wameonyesha kwenye hizo 2 games, ikiwemo mechi ambayo ilipigwa usiku wa kuamkia leo. Sizia, unajua sisi tupo hapa, lakini chochote tunachokizungumza nadhani tunakizungumza kulingana na kile ambacho tulikuwa tunakiona na situation ilivyokuwa, si ndio? Binafsi kwa mfano ukiniambia kile ambacho nilizungumza awali kwamba Young Africans kwenye kundi yupo kwenye kundi gumu na hawezi kutoboa, si ndio? Hiyo ni statement na receipt ambayo ipo. Ukiangalia wameshacheza mechi 2 wana pointi 4, si ndio? Sasa receipt zimeanza kuletwa mapema sana wakati mechi bado mechi 4 of course. Yes, before pia ukiangalia namna ambavyo
maendeleo ya Young Africans kwenye performance wise ndani ya kiwanja, lakini pia ukiangalia kile ambacho mimi binafsi nilikuwa nakifanyia research kwa mechi ambazo timu ambazo wamekutana nazo, kuna vitu vingi sana ambavyo unaona kabisa vinawiana pia na kile ambacho nilikuwa nazungumza. Performance ya Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat nilizungumza sisi hapa kwamba nawapa Yanga 70%, si ndio? Ni kipi ambacho kilifanyaje kilitokea? Young Africans alishinda. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho mimi nilifanyia utafiti wangu, namna ambavyo AS FAR Rabat wanacheza. Jana isikabili nilisema Yanga akikomaa kule anaweza kapata chochote kitu kutokana na mazingira ambayo mimi binafsi niliwa analyze na kuwafanyia tafiti yes kabili wakiwa wanavocheza. Kwa hiyo hakuna statement ambayo imebadilika pale. Bado mimi ukiniambia Young Africans ana nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali, bado nitabaki pale pale kwenye msimamo wangu. Bado simuoni Young Africans akifuzu hatua ya nini? Hatua ya robo finali. Umesimama na bado nipo pale pale. Nazungumzia performance ambayo wameitoa kwenye mechi mbili, si ndio? Kutoa performance nzuri kwenye hizi mechi mbili binafsi hakujaondoa kauli ambayo ama kile ambacho mimi nilikizungumza. Binafsi nikizungumzia game ya jana, that's a wonderful game, namna ambavyo Pedro Gonçalves, nadhani niliposti dakika 45 za kwanza tu nikasema humu kuna kocha, si ndio? Namna ambavyo alipanga mpango kazi wake, build up yake, anavyoanza kutengeneza mashambulizi. Unaona center back mbili kwenye eneo la midfield, kuna wachezaji 4, si ndio? Kuna fullback wawili, Mwenda pamoja na Zimbwe, lakini Abuya na Mudathiri haya. Then unaona tena Maxim pia Nzingeli na Pacome wanashuka, wanakuja kutengeneza overload. Kwa nini walikuwa wanakuja kutengeneza overload eneo lile? Ni kwa sababu walikuwa wanatoka kwenye progressive phase kwenda kwenye eneo la creation, na ndio maana ulikuwa unaona kuna mazingira makubwa sana kipindi cha kwanza. Timu ambayo ilitangulia kupiga on target nyingi sana ni Young Africans, japo ilikuwa wapi? Ilikuwa ugenini. Pamoja na intensity level ambayo walikuwa wanayo yes kabili, lakini angalia Yanga namna ambavyo walikuwa wameimeza ile mechi. Ukiangalia pia jana nilisema kwamba ile mechi ilikuwa inamhitaji mtu kama Mudathiri haya kwenye eneo la katikati. Kwa nini? Kwa sababu nature ya timu za ukanda wa UNAF ama North Africa, wakiwa nyumbani kwao wanakuja na kasi, wanakuwa na intensity kubwa sana. Unahitaji mchezaji ambaye anaweza katuliza tempo ya mchezo kwa kuwa na uhakika wa kupiga pasi na kuweza kupasiana 1-2 touches, ndio? Kipindi cha kwanza yes alifanya hivyo, lakini baada tu ya kipindi cha pili kile ambacho nilisema mimi before akaja kukitekeleza, akamuingiza Mohamed Dumbia, kitu ambacho mimi binafsi the idea ilikuwa ile kwamba hawa watu kasi yao ni kubwa, kwa tunamhitaji mtu ambaye anaweza katuliza tempo ya mchezo, of which Dumbia alifanya kitu kile, lakini hajafanya kwa asilimia hata 50 hazijafika. Bado Walabu walikuwa wanafanyaje? Na yes kabili walikuwa wanakuja. Kwa hiyo unaangalia ile game ambayo unamuona yes kabili ndo tunasema underdog, si ndio? Ama ndo timu ambayo unaona kabisa timu zote zinaweza zikachukua point, lakini angalia namna ambavyo walikuwa wanapishana na Young Africans. Intensity iko juu kabisa. Yes kabili wametengeneza nafasi pia nyingi. Umiliki wa mpira asilimia 60 na ngapi? 67 kwa 33, ndio? Unaona kabisa yes kabili namna ambavyo walikuwa wamepania hiyo game. Lugano Israel, kama unatathmini ule mchezo na unasema City Young Africans kwa performance waliokuwa nayo mpaka sasa hivi, pengine tayari umeshaanza kuona hayo makucha yake, au imetokea tu unasema ndondokela umewakuta tu JS Kabylie kama hivyo ana pressure, ametoka kwenye hiyo last match ambayo walipoteza na Ahli, basi Young Africans of course atakuwa na hiyo advantage kwa sababu pia ametoka kushinda kwenye mechi ambayo walikuwa nyumbani. Sisi ya Godfrey Mlanjize niwaambie kitu kimoja.
mpaka sasa jinsi ambavyo lilikuwa limepangwa kundi ndivyo ambavyo lilivyo. Kwa maana ya kwamba alikuwa anapewa nafasi kubwa ya kuingia hatua ya robo finali alikuwa ni Ahly, sio? Ndio. Sasa hivi Ahly ndio ambaye anaongoza wakiwa tofauti kwa magoli tu, sababu amefunga magoli mengi na Yanga. Anayefuata ni Yanga ambaye kashinda nyumbani, katoka sare ugenini na ana pointi 4, kwa wako sawa. Wanaofuata ni wale ambao walikuwa wamepangwa vile kwenye kundi lilivyo. Mpaka sasa ilivyo kwa Yanga wacheze wao wanasema, kuna msemo ambao unasema mtoto akai na pesa Sasa mtoto kapewa pesa. Sasa hizo pesa shindo kuzishikilia yeye mwenyewe. Umeelewa? Kwa kazi kubwa iliyobakia kwa Yanga ni mwenyewe tu ashindwe kupenya hapa. Yanga kwenye hizi pointi ambazo wamezipata. Mimi nilikuwa nazungumza kitu kimoja jana wakati naangalia game, kuna jamaa nilikuwa nawaambia Yanga advantage kubwa sana ambayo imebakia sasa hivi. Maombi ya Yanga yanamwombea sana Ahly au anapata ushindi. Nao huko akiwa anapata ushindi. Either Ahly apate sare, ina maana awapunguze speed ya mwenyewe anatai. Kama ingetokea Yanga amesare alafu Farabat na Ahly Ahly kafungwa, ingekuwa bado yani tuseme lilikuwa gumu, ngoma mbichi zaidi. Umeelewa? Sababu hapo gap la point huyu tayari ameshapata alama 3. Ahly na mwenyewe akiwa anazo hizo 3. Maana kwenye next game chochote kikitokea win mfano ya Rabat tayari kama Young Africans mfano game ambao anakuwa kucheza na Ahly ana lose, tayari umempa nafasi ya kupanda juu zaidi kikosi cha Rabat. Kwa mahesabu ya haraka Yanga ukiona sasa hivi ina pointi 4. Ndio. Ikishinda mchezo mmoja tu inakuwa na pointi 7. Umeelewa? Ahly akishinda mchezo mwingine ana pointi 7. Wale atakija kushinda watakuwa na pointi 3. Mwingine 4, si ndio? Kwa maana Farabat wametoka sare na Ahly. Si mnanielewa? Kwa hiyo Yanga wana advantage sasa hivi ya kuvuka. Tofauti na anachokifikiria Mlanjize. Yes, ni kwa sababu bado mashindano yanaendelea. Bado kuna mechi mbele. Yanga labda apoteze mechi zote hizi. Umeelewa? Atakuwa amewaachia nafasi ya watu wengine wapenye. Lakini mpaka dakika hii Yanga kuingia hatua ya robo finali ni wao wachague kupambana. Lakini mimi nawapongeza Yanga. Mchezo ambao walicheza wakiwa wako nyumbani. Sawa, wamecheza pale Zanzibar. Wamecheza vile wakiwa ugenini. Lakini ugenini wameongeza discipline zaidi pia ya kulinda ili wasije wakafungwa ugenini. Yanga unaanza kumpongeza kocha kwa jinsi ambavyo kikosi chake alivyokipanga. Umeelewa? Kabla hujamwangalia mchezaji mmoja kwa sababu kwenye ule mchezo tunamuona Pacome aliwekewa mpango rasmi kabisa wa kutokuleta madhara. Story ambayo ilikuwa nazungumzwa zaidi huko Algeria ni kuhusiana na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo hata timu nzima ilikuwa inamwangalia Pacome, kwa maana ya Kabiri walikuwa wanamwangalia jinsi ya kumkaba. Umeelewa? Kwa hiyo mchezo uko kwenye mikono ya Yanga, wamecheza vizuri, wana deserve kabisa kuvuka kwenye hatua hii. Kuanzia sasa hivi wana deserve kabisa kuvuka. Lakini mchezo huo wa kumpongeza wa kwanza kabisa, ukiniambia nimpe asilimia ngapi, nitakwambia Djigui Diarra. Ndio, linda mlango wa Young Africans. Djigui Diarra kapangua michomo. Utakuwa unakumbuka lile shuti ambalo lilipigwa na Babakar Sall. Ndio. Amepangua ni kwamba ni goalkeeper ambaye yuko active. Kwa goalkeeper mwingine ile ni goli vile, kwa sababu kasi ya mpira na jinsi ambavyo umekuja ghafla, lakini kaupangua. Kuna namna ambavyo pia alikuwa na manage team, jinsi ya kuelekea mbele, kukaa kwenye shape. Unajua goalkeeper ndo anaangalia umbo zima la timu. Watu wengi inawezekana wasimwangalie goalkeeper kile ambacho anakuwa anakifanya kwenye matukio tofauti, kuwakumbusha wachezaji kwa kwenye position. Ingawaje kuna wakati Djigui Diarra kuna sehemu angechoma, nadhani tungemlaumu. Kuna ulikuwa mpira wa kutengwa nadhani. Yes, ulikuwa mpira wa kutengwa. Ukapigwa, akapiga mahesabu ambayo yeye hakuwa na uhakika nayo kama anaenda kugusa ule mpira. Akaingilia mpira, akashindwa kugusa mpira. Bahati nzuri mabeki wakawa wamekaa vizuri kwa ule mpira. Ni kosa moja tu ambao nimeliona kwa Djigui Diarra, lakini mengi ameyafanya ambao ni makubwa zaidi kwenye huo mchezo. Lakini kwenye eneo la kiungo, kuna kiungo ambaye ni mtegua mabomu. Unajua watu wakimzungumzia sana na Alidi Aucho sijui nini, watamkumbuka kwa ubora wake. Ndivyo ambavyo alikuwa anakumbuka kama
Idi Athmani Chuji. Ndio, Athmani Chuji. Umenielewa? Wakati ameondoka, ndivyo alikuwa anakumbuka kina Kamsoko. Ndivyo ambavyo alikuwa anakumbuka wachezaji wengi ambao walipita Yanga. Lakini sasa hivi kwa maana Ardhi Aucho hayupo. Sasa hivi kuna mtegua mabomu. Mimi namuita mtegua mabomu. Yaani kuna panya ambao umepewa kazi ya kutegua mabomu. Jamaa kutoka Kenya pale. Ndio. Duke Abuya ni mmoja kati ya watu ambao anaweza kuyafikia matukio. Ukiangalia timu jinsi ambavyo ilikuwa imeweza kuwa safe baadhi ya maeneo, kazi ya Duke Abuya pale chini ilifanya kazi kubwa sana. Lakini timu ya Yanga yote walikuwa kila mmoja anajaribu kutimiza majukumu yake. Una kipindi unaweza kumuona Pacome ameshuka chini, yani kuongeza eneo la ulinzi. Umeelewa? Ili eneo la ulinzi wakati Kabiri wanakuwa loaded eneo la Yanga, naye anakuwa anaongeza namba ya kuwa unloaded kwa ile namba ya ile timu ya Kabiri. Kwa hiyo kiukweli Yanga wana deserve kuvuka hapa walipo. Yaani Yanga wasipovuka ni kama na mtoto ambaye hajazoea kulala na pesa. Ndio. Kwenye hiyo performance jamani, ndio ambayo iliwavuruga zaidi kikosi cha JS Kabylie. Kwa sababu ukikumbuka vizuri, baada ya mechi kumalizika kulikuwa na vurugu ambazo zilizuka pale. Of course. Na nadhani CAF wanaweza kuja na rungu kutokana na kile ambacho kimetokea. Ni kawaida ya timu za Waarabu. Utakuwa unakumbuka hata Simba walikuwa wanacheza na Al Ahly Tripoli kule Libya. Utakuwa unakumbuka? Yes. Mpaka Aishi Manula kapata kashikashi kule ambako walikuwa. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walipata kashikashi. Waarabu wana tabia za kupanic. Huwa wanaenda na matokeo yao mfukoni. Nadhani sasa imefikia hatua hata CAF wenyewe wachukue hatua ambazo zitaweza kuwafanya mashabiki wajione wako kwenye hatari chochote ambacho wanaweza kukifanya. Either wao wanaambiana wenyewe au mazingira ya klabu iwaambie wa mashabiki wa Kiarabu. Unajua kuna kipindi utakuja kutoa maafa makubwa. Kwanza unazungumzia baada ya mchezo, lakini katikati ya mchezo kuna kipindi dakika za mwisho pale. Jiji Diarra alikuwa anatupiwa chupa za maji eneo lake, kitu ambacho ni hatari kwa sababu mtu anakutupia uko mgongoni, akupiga kwenye kisogo, inaweza kupata shida mpaka mwamuzi akasimamisha mchezo kwa muda. Yeah. Umeelewa? Na ile game Lugano, ukiangalia hata game ya AS FAR Rabat na Al Ahly, the same thing ambacho kimetokea kwa JS Kabylie na Yanga ndicho ambacho pia kimetokea kwa AS FAR Rabat na Al Ahly. Walitupiwa sana chupa. Na bahati mbaya au bahati nzuri, timu ambayo iko natupiwa chupa ni timu ya mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, Engineer Hersi Said. Nitashangaa kama hili likiendelea na likibaki kama lilivyo, kwa sababu kama ni mwenyekiti unavijua vyumba vyote vya CAF. Unajua sababu zote za kuondoa haya mambo. Na kama ikikaliwa kimya, maana yake utakuwa unaonyesha udhaifu. Najua kuna namna ya kuwaondoa Waarabu kwenye hii mipango. Najua kuna kipindi hapa ilikuwa Simba, mashabiki wa Simba walichoma tu zile nini fire nini zile. Yeah. Wakachoma wakapewa adhabu, lakini Waarabu wanaachwa. Wao ni kina nani, kwa nini waachwe? Yeah. Kwa maana yake utashangaa sana kuona next game kikosi cha JS Kabylie mashabiki wakiruhusiwa. Inawezekana wasiruhusiwe kuingia uwanjani. Inawezekana kama Yanga watatoa hiyo ripoti. Unajua kuna ripoti ya kamisa msimamizi wa mchezo ambazo itabidi iende ikapelekwe, lakini kama klabu inatakiwa iongezee kushindilia kwamba kwenye viwanja vya kaskazini havina usalama wa kutosha. Yeah. Ili CAF wachukue hatua, either kuchukua hatua kama klabu, lakini pia kuwapa adhabu au adhabu ambayo inawezekana ni faini, lakini pia mimi nadhani faini kwa wazi wasaidii kwa sababu wanaitosheleza. Nadhani kuto kuwaruhusu mashabiki kuingia uwanjani. Wakishajua kwamba hata ruhusiwa uwanjani, watakuwa wanapunguza miemko ya namna hiyo. Yes. Sahihi kabisa. Bana, tunazungumza hapa hizi mechi za CAF Champions League pamoja na mechi za CAF Confederation, na hususan mechi ya wananchi ambayo ilimalizika kwa suluhu ya kuto kufungana. Pengine ni furaha kwa mashabiki wa Young Africans. Hawaambii kitu kuhusiana na performance za wachezaji wao hivi sasa. Tutasikia wanataja tu mchezaji mmoja baada ya mchezaji mwingine, na sifa nyingine wanazishusha kwa president Engineer Hersi. Si alikuwepo kule nchini Algeria? Bwana alionekana pale kwanza anapigwa na baridi, yani uko uwanjani. Kuna kitu alikuwa anakitaka. Unajua uwepo wa president pia una nguvu kwa sababu akiwa na nafasi kwenye FIFA, sawa, ana nafasi kwenye CAF. Yeah. Yuko pale. Kuna zengo zingine. Inawezekana Waarabu kasa oya,
tuachane na mambo bwana, huyu jamaa anaweza katuchoma. Umeelewa? Kwa kuna nguvu fulani ambayo Yanga pia anaipata ya kutokufanywa figisu. Yeah. Sasa hivi bwana, kwenye Sports Knockout leo hii tuko na SDP. Okay, SDP Damle Fikirini Mkwabi. Bwana, tuko naye hapa kwenye Sports Knockout ya Mjini FM. Yeye ni mshauri elekezi wa maendeleo endelevu, uchumi, jamii pamoja na mazingira, lakini pia ni mwanachama wa Simba Sports Club. Kwenye kumbukumbu zako rejea wakati wa uongozi wa Hamis Kilomoni, sivyo? Lakini pia Ramesh Patel, Abdul Wahab Abbas pia yeye alikuwa ni katibu wa bodi ya wadhamini kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo tuko naye hapa, na kesho si ndio mkutano mkuu Simba Sports Club. Kwa hiyo tutakuwa na mengi ya kujadili naye hapa. Kwa muhimu ni kusikiliza Sports Knockout. Sizia, kwa kuambia kabisa wadau, mashabiki, wanachama wa klabu ya Simba popote pale walipo, wanatakiwa kufungulia redio zao juu kabisa, lakini wakae kwa utulivu kabisa kuweza kusikia madini, hasa kuelekea katika mkutano mkuu wa Simba ambao unaenda kufanyika kesho. Huu mkutano haujawahi kutokea. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna masuala ya mabadiliko ya katiba ambayo wana Simba wengi hawaelewi nini ambacho kiko mondani. Sasa yuko hapa Fikirini Mkwabi, watakuwa nafahamu kuhusiana na Fikirini Mkwabi. Kipindi kile wakati wa mchakato wa mabadiliko ya katiba kuanzia 2018 akiwa upande wa Kilomoni, walipinga baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika leo. Je, tutafahamu amekubaliana navyo? Kuna changamoto kuelekea kwenye mkutano mkuu. Bwana, kuna historia kubwa sana ya mpaka haya yanafikia hapa. Atatupitisha huko. Kuna vitu vingi ambavyo vimejificha bwana Sizia. Naamini mashabiki wa Simba popote palipo wafungulie redio yao kwa sauti kubwa sana Mjini FM, lakini ni kipindi ambacho ni Sport Knockout kuweza kufahamu mengi kutoka hapa. The rhythm